بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi waumini, namshukuru Allah tabarak wa taala kule kutupa uhai na tukaweza kukusanyika sehemu kama hii kwa malengo ya kumridhisha yeye Allah tabaraka wa taala. Mada yangu inazungumzia Qur'ani inatufunza nini, au somo gani ndani ya Qur'ani twalipata kutokana na Bikira Maryam. Kwa kweli kabla ya mada hii nilipewa mada kuzungumzia kuhusu ndoa au sijui mashakili ya ndoa na talaka, lakini nikakumbuka Waswahili wasema adhabu ya kaburi yajuao maiti. Kwa hivyo mambo ya talaka mwayajua nyinyi, shida za ndoa na talaka nyote mwazijua. Lakini nikaomba kwa ndugu zangu au vijana wangu kwamba sehemu tulio azimia kulifanya kongamano hili, kuna dharura pia wengine wapate faida, isilenge sisi Waislamu peke yetu. Na nikachagua Maryam awe ndio mfano bora, kwa sababu mwezi huu wengi hamu yao wamngojea Maryam aingie leba kudeliver mtoto. Sasa itakuwa bora tukimzungumza Maryam ni nani. Huenda katika kumsikia atakayesikia basi akafaidika zaidi kuliko vile alivyokuwa akimfahamu Maryam. Na kama alivyosema mwenzetu, hizi dawa hazitusaidii peke yetu. Alhamdulillah, kupitia TikTok kuna Wakristo 1202 sahihi wamesilimu kupitia kwangu. Juzi kuna bwana mmoja katika, nafikiri ni mkubwa wa polisi deputy wa county, alikutana na mimi akaniambia yeye uko sehemu za Ukambani. Nikashtuka vile alivyonifuata, lakini alipokuja akaniuliza, wewe ndio Sheikh Hassan? Kamwambia ndio. Akasema mimi ni pastor katika kanisa langu, lakini hakuna siku sitosikia kisa chako ambacho kinanifundisha na kunisaidia hata katika kazi yangu. Na sahihi hii naitoa pia kwa maduati. Tunapopata mimbari kama hizi au kwenye mimbari zetu, tukumbuke kwamba hii dini si yetu peke yetu. Usishike mic ikawa ni nafasi pengine ya kumshambulia mwingine na kumkosoa mwingine na kumsema mwingine. Hii dini bwana sio yako peke yako, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Tujueni kwamba hii dini kuna watu maskini wamekatazwa kuijua, lakini wakijua wataipenda. Ningeomba kabla sijaanza kisa hiki cha Maryam, qari wetu mmoja aje tusomee kuhusu kisa cha Maryam kama kilivyokuja kwenye suratul Maryam, wadhkur fil kitabi Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ
فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم
فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أحسنت، بارك الله فيك، حفظك الله. Kama tulivyokisikia, hiko ndio kisa cha Maryam kilivyosomwa kwa ufasaha na utamu. Nimependa kisomwe ili wasokuwa sisi wasione ni maneno yangu tu labda nayasema na yatoa kwenye kinywa changu, lakini ni maneno ya Allah tabaraka wa taala yaliyo kwenye kitabu kitukufu cha Qur'an. Katika somo la kwanza tunalosoma kwa Maryam, tunasoma kwamba Maryam anatufundisha au kisa chake kinatufundisha kwamba kanuni za ulimwengu zinatumika kwa watu, lakini kanuni za ulimwengu hazitumiki kwa Allah tabaraka wa taala. Ulimwengu ni kawaida, anayeolewa ndiyo apate mtoto, na mtoto lazima awe na baba. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sababu kakuwekea wewe mwanadamu, yeye hana sababu, kwa sababu idha arada shay'an an yaqula lahu. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala kamleta Maryam awe ni kutuonyesha sisi uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Maryam apate mtoto bila ya baba, ili lisiwe ajabu hilo, kwa sababu aliyefanya hivi ni Allah na kafanya kubwa kuliko hili. Kwani Allah kamleta Adam bila ya baba wala mama, lakini kamtoa Hawa mama yetu kutoka ubavuni mwa Adam, akamleta Hawa bila ya mama akitoka kwa baba. Kwa hivyo hakuna ajabu akipatikana Isa kutoka kwa mama bila ya baba. Ndio Allah akasema inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kanuni za wanadamu zinaupita kwenye ulimwengu hazitumiki kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye ndiye muumba wa kanuni hizo. Tunajua Ismail babake alikuwa afanya nini? Amchinja, watallahu iljabin, lakini kisu hakikufanya nini? Na kisu kikiekwa shingoni kitakata, lakini kisu cha Ismail hakikukata cha Ibrahim. Tunajua samaki tewa akimeza mtu yule ashakwisha, lakini Yunus aliingia kwenye tumbo la tewa na akatoka yuko hai. Tunajua bahari anapoingia baharini atakufa maji, lakini twajua Musa alipata barabara ndani ya nini? Ya bahari. Haya yote yamkinaishe mwanadamu au muumini kwamba kanuni za ulimwengu ni zetu sisi, lakini Allah tabarak wa taala ni fa'alun lima yurid, anafanya vile anavyotaka. Hivi ni somo kubwa kwamba wewe muumini usiingie kwenye matatizo ukasema itakuwaje, hili tatizo ni kubwa. La, sema Allahu akbaru minha, Allah ni mkubwa kuliko tatizo lako. Iltaji ila Allah, mtegemee nani? Somo la pili kwa Maryam, tunapata kwamba tuna silaha moja dharura sana, hasa wazazi, na silaha dhu haddain, yenye kukata pande mbili. Usipoitumia vizuri, huenda silaha hii ikakudhuru wewe na ikakuumiza wewe, na si silaha nyingine isipokuwa ni silaha ya dua. Mtoto huyu mzuri Maryam
ambaye Allah tabaraka wa taala kamsifu, wa inni faddaltuki alal alamin, nimekufanya bora kuliko ulimwengu wako wote. Maryam akawa ndiye mwanamke bora au kiumbe bora wakati huo. Maryam alipatikana kwa dua ya mamake. Kina mama, tuchukue tahadhari sana katika maneno tunawaambia watoto wetu. Imraatu Imran alisema maneno ambayo leo ndio yalomfanya Maryam akawa ni mwanamke katika wanawake wa janna. Moja ni Maryam ambaye akaambiwa ni aya, ni katika dalili ya kuonyesha uwezo wa Allah ulimwenguni. Mmoja ni Maryam ni kwa maneno ya mamake aliposema, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minash shaitani rajim. Alimuomba Allah amlindie mwanawe asiwe ni mfuasi wa shetani, awe binti mzuri. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Chunga sana mama neno unalomwambia mwanayo. Kuna watoto wengi maskini wamekosa kheri za dunia kwa ndimi zenu kina mama. Una hasira, wamwambia mwanao, we laana. Jamani, neno zito laana. Mtume kuna alayhi salatu wassalam, kuna sahaba mmoja alimpalana ngamia wake. Mtume akasema yule hafai hata kuliwa. Mnyama kwa kuitwa laana, mal'un, ikawa mnyama ule amekuwa ni haramu hata kuliwa. Wewe unapomwambia mwanao laana, watarajia awe nani? Nenda haraka haraka kwa sababu naogopa kualikwa zile kadi za harusi. Allamatni Maryam, vile vile ni somo ambalo nimelipata kwa Maryam, kwamba uzuri una sababu, wema una sababu. Maryam pamoja kuwa ni mtoto mwema, lakini hakuambiwa abaki hivyo hivyo, ila Allah tabaraka wa taala mwambia, ya Maryam qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Binti, ukiwa wataka kupata mazuri, wewe jitahidi kuwa karibu na Allah tabaraka wa taala. Kama unasikia kuna kitu huitwa karama, karama ni kule kupata kitu ambacho kiko nje ya kawaida. Basi tumpata katika walokuwa na karama tulotajiwa na Qur'ani ni Maryam. Ilifikia anakula chakula ambacho mjini hakuna. Mlezi wake anamkuta na matunda ambayo hayapo. Kwa nini? Kwa sababu Maryam amejiweka msalani, swala imekuwa ndio namba 1. Wewe kwako vipindi vya TV vya musalsal na nini ni namba 1, maisha hayawezi kuwa mazuri. Kama unataka maisha mazuri, basi iweke sijida kuwa ndio nafasi yako bora. Kama vile unavyochukua nafasi ya kuwasiliana na unawapenda, basi mawasiliano yako na mpenzi wako Allah, as-salatu silatun bainaka wa baina rabbik. Sala ndiyo mahusiano yako kati yako wewe na Mola wako. Lakini pia ni somo kwa Maryam kwamba mtoto wa kike hata awe mwema vipi, lazima awe na mwelekezi na mlezi na msimamizi. Leo uambia, shakuwa mkubwa, enough matured, aweza tu kujikalia. Ataenda Nairobi, atakodisha rumu, atajisomea. Jamani, hakuna mtoto mwema kama Maryam, binti mwema kama Maryam. Lakini Allah sema wakafalaha Zakaria. Tusiwaachie watoto wetu hasa wa kike kabla haja kwenda kwa mumewe akawa na uhuru wa kubaki peke yake. Mwanamke ni dhaifu, anataka ulinzi wa kila mara mtoto wa kike. Ndio pale Zakaria alipokuja akamkuta Maryam na matunda haya, hakumnyamazia, amwambia anna laki hadha, umetoa wapi matunda haya? Qalat huwa min
indillah. Haya yametoka kwa Allah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi. Lakini utakapomwacha wewe hana wa kumuuliza, atakula matunda ya jenzi na ndio mwisho atakuwa zii. Ni somo katika kisa cha Maryam kwamba muumini wakati wote akifikwa na chochote, wa kwanza wa kumkimbilia ni nani? Allah. Lolote litakalo kukutatiza, basi muweke Allah mbele. Ndio Jaafar as-Sadiq rahimahullah katika maneno yake mazuri ninayopenda asema, ajibtu liman asabahu arba'an fanasiya arba'a. Na ajabishwa na mtu ambaye amefikwa na mambo manne akasahau manne. Amefikwa na ugonjwa, kwanza mkumbuke Allah. Sisi twamaliza mpaka ukaingia kwa wachawi, mpaka sasa ndio asema shekhe takadua bwana huyu sasa, sikubakisha vyote nimevitumia, sasa amebaki nani? Allah ndio wa mwisho. Yani dua yako imekuwa ni kama ambulance, haiji mlangoni mpaka kuna mtu amezimia. Yatakikana Allah awe mbele. Asema na ajabishwa na mtu amefikwa na magonjwa na maradhi akasahau, inni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Lakini naajabishwa na mtu mwingine ambaye amefikwa na jambo linalomtisha, ana uoga lolote lile, akasahau kusema hasbunallah wa ni'mal wakil. Lakini naajabishwa na mtu ambaye ameingia kwenye matatizo, ajiona hana njia ya kutoka kwenye matatizo yale, akasahau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Lakini pia naajabishwa na mtu ambaye anajihisi ameandamwa na watu, vitimbi vya majirani, vitimbi vya familia, vitimbi vya nani, akasahau wa ufawwidhu amri ila Allah inna Allaha basirun. Maryam alipoona tatizo, na tatizo lenyewe mwalijua, hakumuona simba Maryam, wala hakuona hatari yoyote nyoka yuaja. Maryam alikiona kidume chaja, ambao wewe waingia kwenye mitandao kumtafuta huyo kidume. Maryam alimuona yuaja malaika Jibril, lakini kwa sura ya mwanadamu. Alipomuona tu kwa sura ya mwanadamu akajua huu ni mtihani unanijia. Hapo hapo Maryam alichosema, inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, najilinda kwa Allah. Usiwe mwepesi wa kuzipokea habari ambazo malengo zako ni kukuangamiza. Mtegemee Allah, Allah akuhifadhi. Lakini pia tukiangalia katika kisa cha Maryam, tunaona kwamba pamoja kuwa yeye ni mwanamke mwema, alikuwa amejifungia kwenye mihrabu yake, lakini ni kama ni mwanadamu. Madamu ni mwanadamu, lazima achukue sababu za kujilinda. Kwa hivyo tusiseme mwanangu nimemlea vizuri, mimi najua hata ende wapi. Hapana, huyu ni mwanayo ambaye ametokana mimma imahin. Kwa hivyo wakati wote lazima usimame wima na kumlinda mtoto wako na kumpa sababu, na sababu kubwa ni kumfundisha dini yake. Tuwafundishe elimu ya dini watoto wetu. Hakuna kitu kitakachowaweka mbali na fitna min ilmi nabawi sharif isipokuwa elimu ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ni katika masomo ambayo tuyapata kwa Maryam vile vile kuwa hii dunia lazima tufanye sababu. Ni katika tawakul kule kuzifanya sababu. Usiseme la Mungu yuko, hapana.
Allah amekuwekea sababu za maisha. Maryam yuko kwenye hali ngumu. Wakati wa kujifungua hakuna maumivu makali kama ya wakati mama anapotaka kujifungua. Lakini pia bikra ambaye hajui mambo haya kabisa katika maisha yake, hana msaidizi, kama kuna nesi atakayemsaidia. Maryam uko kwenye matatizo ya kiakili kwamba nikienda na mtoto kwetu watu watasemaje na mimi sijaolewa. Kwa hivyo anaumia kisaikolojia, anaumia kwa kila aina. Lakini pamoja na hapo Allah aonyesha haya maisha ni lazima ujitume. Wahuzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban jania. Usikae mwanamume, mtoto wa kiume wangojea kuandikwa kazi. Tafuta kazi, fanya kazi. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameziweka riziki zetu katika ardhi hii ni sisi, wabtaghu min fadlillah. Tafuteni, jitume. Hakuna ubora wa kuandikwa kazi. Daktari mmoja napenda maneno yake, asema kuandikwa kazi, kuwa staff ni sawa sawa na neno slave. Tofauti ni harufu moja tu. Pale kuna T, pale kuna L. Pale ni L slave, pale ni staff. Kwa hivyo usiwe wewe akili yako paka uandikwe kazi. Jamani, wakati wote kazi utakuta haikidhi mahitaji yako. Na ukiangalia wengi wanaokula haramu ni wale walioandikwa, kwa sababu anacholipwa ni kichache kuliko. Lakini mtu ambaye ana nafasi ya kuitafuta halali kwa wingi ni yule atakayejituma mwenyewe. Na hivi ndivyo walivyokuwa mitume wote wa Allah tabaraka wa taala. Katika nukta ya 7 namalizia nukta 10 za masomo ya Maryam, ni kwamba mara nyingine yatakikana mambo yakikufika, kuna watu hata ukawaeleza hawaelewi. Sasa usilazimishe kuwaeleza, utaumia bure. Na kila ukiwaeleza ndio watakuona huyu ni kweli haya. Sasa mara nyingine unafaa ufe kiofisa, wanavyosema vijana. Kama sabuni, wasuguliwa lakini waumia, lakini unatoa povu tu, huwezi kusema unaumia. Maryam amefika, watu wake wanamkejeli, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Umetoa wapi? Anna laki hadha? Lakini Maryam hakuongea, kwa sababu ashapewa nafasi yake pale. Inni nadhartu lirrahmani sauma falan ukallima alyawma insiya. Si lazima, usijitahidi kumjibu kila mtu. Kuna wengine ukimjibu ndio hupata afya kukutukana. Sasa wewe ukimnyamazia ndio umemuua. Ni katika masomo tunayoyasoma kwa Maryam kwamba lazima wewe tatizo lichukue kama tatizo. Usichukue tatizo moja ikawa ni maisha yako yote ni matatizo. Kuna watu akipata jambo moja kwisha katika dunia hii, dunia kwake imesimama, yuaugua bila ya sababu kwa tatizo moja. La, lile tatizo moja liweke ni tatizo moja, una mafanikio 100 katika maisha yako. Ndio Allah Maryam, pamoja na matatizo alionayo ya aibu anayoifikiria, maumivu alionayo, upweke alionao, lakini Allah hapo hapo amwambia hakuli washrabi waqarri aina. Matatizo hayakai, matatizo yanakuja kuondoka. Kwa hivyo usiumizwe na matatizo, bali yapeleke kwenye upande wa pili positive, ukiamini kwamba huu ni mtihani, Allah ataka kuninyanyua daraja. Lakini pia lazima tuamini katika maisha yetu kwamba Allah tabaraka wa taala ukisimama naye wakati una raha,
Allah atakuja kusimamia wakati una shida. Wakati wote utakapokuwa umesimama kwa Allah, wakati una furaha, kijana una nguvu, wakati huu ndio ukawa unamcha Mungu zaidi, basi utakuja wakati huna nguvu na Allah akupe nusra zaidi katika maisha yako. Pale unapokuwa, Maryam alipokuwa msichana mdogo alijiamulia kumwabudu sana Allah, na Allah alipokuja Maryam kupatikana na matatizo, yeye ndiye alokuwa hakimu wake wa kumhukumia. Analaumiwa Maryam kwa alichokifanya, watuletea mtoto bila baba, lakini Allah tabarak wa taala amsemesha mtoto mdogo mwanzo kuzaliwa, siku ya kwanza, qala inni Abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya. Mtetezi wa Maryam si Loya ambaye alimaliza digrii 3, hapana, ni mtoto alozaliwa leo ndiye anakuja kumtetea Allah Maryam kwa uchamungu wake udogoni, kama atakavyokunusuru hapa duniani na akhira. Allah sema thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina jithiya. Uchamungu peke yake ndio unamtoa mtu katika matatizo. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Uchamungu ndio unakufanyia wepesi wa riziki, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Uchamungu ndio unakufanyia mambo yako yawe mepesi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Tumweke Allah mbele na Allah atakuwa na sisi wakati wa shida. La mwisho, inatufundisha kisa cha Maryam kwamba uhuru wa mwanadamu ni kujitambua kuwa ni mtumwa wa Allah. Na ndiyo neno la kwanza alilolitaja Isa alayhi salam, qala inni Abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya. Mimi ni mja wa Allah, kwa maana ni muumini wa Allah. La pili, atani alkitaba, ukitaka kuwa mwanadamu huru shikamana na kitabu chako Qur'an. Atani alkitaba waja'alani nabiyya, shikamana na sunna za mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awsani bisala, shikamana na sala. Wa zaka, penda kutoa. Ukiyafanya haya, basi kinachofuata maisha yako yote yatakuwa ni baraka. Allah atubarikie katika maisha yetu. Allah atuongoze sisi na watoto wetu. Allah atujalie minal ladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Takbir. MBTV, dira ya maisha yako. Ikiwa vitabu ni mabustani ya wanavyoni, basi MBTV ni bustani ya watazamaji wake. Pata elimu na maarifa lukuki kutoka MBTV. Pia usisahau kusubscribe channel yako hii ili uweze kuyapata matamu yote yanayoandaliwa kwa ajili yako. MBTV, dira ya maisha yako. Yuwalingania dini kwa maneno na vitendo, na moyo wake laini na wala hana mafundo, na moyo wake laini na wala hana mafundo. Jina lake tambueni ni Muhammad Bahero.